إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله جل وعز، فقد فاز المتقون. واعلموا أن خير الزاد التقوى. فيا معاشر المسلمين، واعلموا أيضا أن من أعظم ما يخيف المسلم أو المؤمن في هذه الدنيا أن يكون الله خصمه يوم القيامة، فإن من كان الله خصمه فلا نجاة له أبدا. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, na yatakiwa tufahamu kwamba maandalizi bora ambayo mtu atakuwa ni mwenye kuyafanya katika safari hii ya maisha mafupi ya dunia ni maandalizi ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndio pale tukaambiwa inna lilmuttaqina mafaza, hakika ya wacha Mungu wana ufaulu mkubwa sana mbele zake Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hao wamehakikisha ndani ya maisha ya dunia, maisha mafupi kabisa, wamekuwa ni wenye kufanya maandalizi yaliyokuwa bora, maandalizi ambayo kesho mbele za Allah tabaraka wa taala yatawafanya wapate ufaulu mkubwa sana. Fanasalu Allah tabaraka wa taala an yaj'alana minal muttaqin alfaizin. Namuomba Allah tujalie sote tuwe miongoni mwa wacha Mungu wenye kufaulu. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, katika maisha haya ya dunia, miongoni mwa mambo makubwa sana ambayo Muislamu anatakiwa ayaogope ndani ya maisha yake ni Muislamu anatakiwa aogope an yakuna Allahu khasmuhu yawm alqiyama. Atakiwa aogope Allah tabaraka wa taala kuja kuwa ni hasimu wake siku ya Kiyama. Ogopa sana ndugu yangu Muislamu, Allah tabaraka wa taala asije kuwa hasimu wako kesho mbele zake Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mtu yoyote ambaye Allah tabaraka wa taala atakuwa ni hasimu wake siku ya Kiyama, mtu huyu hakika hataweza kufaulu. Na Allah tabaraka wa taala yukhasimu kulla dhalimin, Allah ni hasimu, atakuja kuwa hasimu kesho Kiyama kwa kila mtu mwenye kufanya dhulma, mwenye kufanya maovu. Hivyo leo hii katika Ijumaa yetu, ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, sanatahaddath wa naqifu ma'a hadithi al-Qudusi. Tutasimama na kuzungumzia hadithi al-Qudusi, hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaisimulia akielezea miongoni mwa mambo aliyopokea kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hadithi al-Qudusi, hadithi ambayo ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, Allah tabaraka wa taala anaainisha watu watatu ambao watakuja kuwa mahasimu wake siku ya Kiyama. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, imekuja katika hadithi aliyeipokea al-Imam al-Bukhari wal-Imam Ahmad wal-Imam Tirmidhi katika vitabu vyao min hadithi Abi Huraira, miongoni mwa hadithi zilizosimuliwa na sahaba mtukufu kabisa ambaye ni Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, amesema Abi Huraira ani nabii sallallahu alayhi wasallam qal, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema fima yarwihi an rabbih, katika yale aliyoyapokea kutoka kwa Mola wake. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasimulia maneno ya Allah tabaraka wa taala aliyoyasema. Yaqulu Allahu jalla wa azza,
thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah, thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Allah tabaraka wa taala, ndugu zangu ni wapenzi watukufu wa Kiislamu, katika maneno yake haya hadithi al-Qudsi anataja watu watatu akisema thalathatun, watu watatu, ana khasmuhum yawm al-qiyama, mimi nitakuwa hasimu wao. Ana khasmuhum yawm al-qiyama, mimi nitakuwa hasimu wao siku ya kiyama. Watu watatu hapa, ndugu zangu ni wapenzi watukufu wa Kiislamu, kuna mazingatio makubwa sana ambayo inatakiwa tuyachukue. Allah tabaraka wa taala anawataja watu watatu mwanzoni mwa maneno yake, anasema thalathatun, watu watatu. Hakusema ana uadhibuhum, watu hao nitawaadhibu, kwani adhabu peke yake haitoshi. Nitawaadhibu, bado neno hili halitishi sana, kama ambavyo Allah anavyosema ana khasmuhum, mimi nitakuwa hasimu wao. Hasimu ni nani? Nini maana ya hasimu? Hasimu, ndugu zangu ni wapenzi watukufu wa Kiislamu, katika lugha ya Kiswahili, lugha yetu mama ya taifa letu, hasimu ni mgomvi. Yani hasimu wako ni yule mgomvi wako, mdai wako. Hasimu ni yule atakayesimama dhidi yako, kama katika kesi mahakamani, hasimu wako ni yule atayesimama dhidi yako, ambaye atakushtaki. Sasa hapa Allah tabaraka wa taala anatuambia ana khasmuhum, mimi nitakuwa mdai wao, mimi nitakuwa mgomvi wao, mimi nitasimama dhidi yao. Subhanallah. Ikiwa Allah anasema katika maneno yake na anathibitisha kwamba kuna watu Allah atakuwa mgomvi wao, Allah akiwa mgomvi wako, nani atakayekutetea? Allah akiwa dhidi yako, nani atakayekaa upande wako? Ndugu yangu Muislamu, thalathatun, Allah anasema watu watatu, ana khasmuhum, mimi nitakuwa mgomvi wao, nitakuwa mdai wao, nitasimama dhidi yao, tena si duniani tu, yaumal qiyama, siku ya kiyama. Kwa hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, inatakiwa tuogope sana, tuogope na tuzingatie maonyo haya, ama onyo hili kubwa kabisa ambalo Allah tabaraka wa taala analitaja katika maneno yake. Watu watatu, Allah atakuwa ni mgomvi wao, atakuwa hasimu wao, atakuwa mdai wao, atasimama dhidi yao siku ya kiyama. Kisha ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, Allah tabaraka wa taala anawataja watu hao watatu. Akimtaja mtu wa kwanza anasema rajulun a'ta bi thumma ghadara. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye ametoa ahadi kwa jina langu, ni mtu ambaye amekula kiapo kwa jina langu, ni mtu ambaye amechukua dhamana kwa wengine kwa kutaja jina langu. Anaahidi, ndugu yangu, na kuomba kwa ajili ya Allah, niazime, nipatie, nifanyie, wallahi nitakulipa siku fulani, wallahi nitakufanyia kitu fulani, wallahi mimi sijafanya jambo hili. Rajulun, mtu wa kwanza huyu Allah tabaraka wa taala anamtaja, a'ta bi, ametoa ahadi kwa jina langu, ameapia kwa kutaja jina langu, thumma ghadara, kisha akafanya usaliti wa kiapo chake, kisha akafanya usaliti wa ahadi aliyoitoa, kisha akafanya khiana kwa ahadi aliyoitoa. Yani wewe Muislamu, katika maisha yako ya kila siku ukathubutu kutoa ahadi alafu usiitimize. Wewe Muislamu, katika maisha yako ya kila leo ukatoa kiapo, lakini kiapo kile kikawa cha uongo, si mwenye kutimiza kiapo chako, ukatengua kiapo chako ukakiharibu. Allah tabaraka wa taala anasema hadha min thalathati alladhina ana khasmuhum, huyu ni katika watu watatu ambao mimi nitasimama dhidi yao, nitakuwa mdai, nitakuwa ni mgomvi wao. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, nini maana ya maneno haya?
Nini maana ya jambo hili ambalo Allah tabaraka wa taala anatuonya katika maisha yetu? Nini maana ya jambo hili ambalo Allah tabaraka wa taala anatutahadharisha katika maisha yetu? Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, maana yake Allah tabaraka wa taala anatutahadharisha na anatuonesha katika mambo mazito ambayo inatakiwa tuyakimbie, bali yatakiwa tujiepushe nayo, kufanya khiana katika ahadi. Kwa upande wa pili, ni wajibu wetu, ni lazima kwetu kuhakikisha tunatekeleza ahadi tunazozitoa, ahadi tunazoziahidi, amana, dhamana tunazochukua kwa wengine na viapo vyetu, basi tufanye kwa ajili ya Allah na tumuogope Allah tabaraka wa taala, tusifanye khiana, tusisaliti ahadi zetu. Ndio kule Allah tabaraka wa taala katika suratul Isra anasema, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, na tekelezeni ahadi mnazozitoa, tekelezeni ahadi mnazozitoa, fa innal ahda, kwani hakika ya ahadi mnazozitoa, innal ahda kana mas'ula, hakika ahadi mnazozitoa kesho mbele za Allah tabaraka wa taala mtakuja kuulizwa. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, mtu wa pili ambaye Allah tabaraka wa taala anamtaja kuwa atakuwa miongoni mwa wagomvi wake siku ya Kiyama, anasema rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, ni mtu aliyemuuza, ni yule ambaye amemuuza mtu huru alafu akala thamani yake. Hapa ukizungumzia kuuza na kununua, watu wanauzwa wananunuliwa, haraka taswira inakujia ni watumwa. Unaweza ukajiridhisha, ukajiona ama ukajipa moyo ya kwamba leo hii watumwa hakuna, mimi siwezi nikaingia katika mlango huu. Rajulun ba'a hurran fa akala thamana, kipindi hicho ndio alikuwa mtu anauza mtumwa. Sasa pengine maonyo haya yalikuja kwa watu hao ambao wanawauza watumwa. Sasa ikatokea akamuuza mtu aliyekuwa huru na si mtumwa, labda ndo anaingia katika onyo na katazo hili. La, ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, rajulun ba'a hurran fa akala thamana, maneno haya ya Allah tabaraka wa taala yanaleta picha kubwa sana katika picha na mitazamo na taswira mbalimbali za mambo ambayo ni dhulma tunafanyiana baina yetu. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, katika jambo hili inaingia maana yake kullu man i'tada ala huquqin nas, kila mtu anayefanya uadui katika haki za watu, kila mtu ambaye anafanya unyang'anyi, anapora uhuru wa wengine, anaingia ndani ya maneno haya. Rajulun ba'a hurran fa akala thamana, mtu amepora uhuru wa mwenzake, mtu amevua uhuru wa mwingine. Kwa hiyo katika maisha yako ogopa sana, hata kama unadai haki yako, usije ukavamia uhuru wa mwingine, usije ukadhulumu uhuru wa mtu mwingine, usije ndugu yangu Muislamu ukapora uhuru wa mtu mwingine tena bila ya haki. Hapa Allah tabaraka wa taala anatutahadharisha. Lakini jambo la tatu na la mwisho ndani ya maneno yake Allah tabaraka wa taala analitaja mtu wa tatu, anamtaja akisema rajulun istajara ajiran wa rajulun istajara ajiran. Mtu wa tatu ni mtu aliyemwajiri mtu, ni yule ambaye ametoa ajira kwa mwingine, ana mfanyakazi wake, ana mtumishi wake, ana mhudumu wake, ana mtu anayemfanyia kazi, kampa ajira mwingine. Fastawfa minhu, alafu yule aliyepewa ajira, aliyepewa kazi, fastawfa minhu, akatekeleza sehemu ya wajibu wake, akatekeleza kazi ile, akatimiza utumishi wake ambao amepewa na mikataba waliokubaliana na bosi wake. Fastawfa minhu, alafu sasa walam yu'tihi ajrahu, yule bosi, yule muajiri, walam yu'tihi ajrahu, akawa si mwenye kumpa ujira wake, hajamlipa yule aliyemwajiri, aliyempa kazi. Allah tabaraka wa taala anasema huyu ni katika wale watu watatu ambao mimi nitakuwa mgomvi wao, nitakuwa mdai wao, nitakuwa dhidi yao, nitasimama dhidi yao kesho siku ya Kiyama. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, katika mtu huyu watatu ambao Allah anamtaja kuna tahadhari kubwa sana. Allah tabaraka wa taala
anatutahadharisha minadh-dhulm, katika dhulma ambazo zinafanywa na waajiri kwa wale watu wanaowaajiri, wafanyakazi, wahudumu, watumishi. Vipi dhulma zinafanyika? Dhulma za mabosi kwa wafanyikazi wao huwa zinafanyika imma taakhiru ujurihim, kuwacheleweshea malipo yao. Imefika tarehe ya malipo, bosi anamcheleweshea mfanyakazi wake. Imefika muda wa malipo, kazi imekwisha timia, bosi anachelewesha malipo ya mfanyakazi wake. Hii ni dhulma, ndugu yangu Muislamu. Ukifanya jambo hili utaingia katika hao watu watatu ambao Allah atakuwa ni mgomvi wao. Ndugu zangu ni wapenzi watukufu wa Kiislamu, katika dhulma vile vile inqasuha, watu mabosi leo hii wanaopunguzia malipo waajiriwa wao. Bosi mfanyakazi wake anampunguzia malipo kwa sababu isiyokuwa na mazingatio, wala hawajawekeana makubaliano hayo. Inatokea mwisho wakati wa malipo, bosi anaona uzito kumlipa yule mtu, anamtengenezea zengi wa fulani, alafu anamwambia na kukata pesa kiasi fulani, kwa sababu mfanyakazi yule ni mnyonge, maskini ya Mungu, ametoka alipotoka, ana familia yake, anafanya kazi kwa kujituma, anachokipata kinamtosheleza yeye na familia yake. Leo akisema aache kwa sababu pesa ni 100,000, bosi kakata 10,000, atakosa pakubwa, basi anajilazimisha na anaendelea kufanya kazi. Lakini bosi tayari amefanya dhulma ya kumpunguzia malipo yake. Hii ndugu yangu Muislamu haikubaliki. Jambo hili halikubaliki, bali yatakiwa uogope na ujiepushe na jambo hili. Lakini vile vile ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, katika dhulma zinazofanywa na mabosi, hiya almumatala, ni kuzungusha. Yani bosi anafanya mumatala, muda waliokubaliana umefika, yeye anamwambia subiri, sasa hivi kuna hela fulani haijaingia, subiri, anamsubirisha, anamfanyia mumatala. Hii vile vile ni dhulma, ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi kabisa anasema, u'tul ajira ajrahu, wapeni waajiriwa malipo yao, wafanyakazi wenu wapeni malipo yao, kabla an yajifa ilquhu, kabla jasho lake halijakauka. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umempa kazi mtu, umempa utumishi mtu wa kutumikia jambo fulani, basi ikishafika muda wa malipo usimzungushe, usimcheleweshe, usimkate ukampunja na kumdhulumu haki yake na mali yake. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, hawa ni watu watatu ambao Allah tabaraka wa taala anawataja kama watakuja kuwa ni wagomvi wake siku ya Kiyama. Laqad qultu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, na kuhusieni tena kwa mara nyingine, pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya sala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, watu watatu Allah tabaraka wa taala atakuwa ni mgomvi wao siku ya Kiyama. Mtu wa kwanza tumemuona ni mtu ambaye ametoa ahadi, ametoa kiapo kwa jina la Allah, alafu akawa si mwenye kutimiza ahadi ile na kiapo chake kile. Lakini mtu wa pili ni mtu aliyedhulumu uhuru wa mwenzake, kamuuza mtu huru alafu akala thamani yake. Na mtu wa tatu na wa mwisho ni bosi aliyemwajiri mtu alafu akawa yule mfanyakazi ametimiza jukumu lake na bosi yule akawa si mwenye kumpa malipo, ima kamcheleweshea ama kamzungusha ama kampunguzia sehemu ya malipo ya kazi ambayo wamekubaliana. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, hadithi hii ambayo leo tumeiangalia inatupa mafundisho makubwa sana katika maisha yetu. Hadithi hii ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, maneno haya ya Allah tabaraka wa taala yanatuonesha ya kwamba anna dinana alislam, dini yetu ya Uislamu, yuallimuna, inatufundisha ya kwamba lazima tuwe na uadilifu. Uislamu unataka mtu awe muadilifu katika maisha yake.
awe mwadilifu katika maneno na miamala anayofanyia wengine, awe mwadilifu katika kuuza na kununua, katika mambo ambayo wanabebeshana kama dhamana baina yake yeye na mwingine. Hadithi hii ndugu zanguni inatufundisha na kutuhimiza tuhakikishe tunahifadhi haki za wengine. Hadithi hii ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu inatufundisha vile vile jambo la kutekeleza ahadi. Hadithi hii ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu inatufundisha na kututanabahisha juu ya uharamu wa kufanya usaliti, juu ya uharamu wa kufanya khiana kwa ahadi ambazo tunazitoa. Lakini vile vile hadithi hii ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu inatuoneshea na kututahadharisha juu ya uharamu wa kula mali za wengine. Tena mali hizo tunakula kwa njia ya batil, njia ya dhulma. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, haya ni miongoni mwa mafundisho tunayopata ndani ya hadithi hii. Lazima tuyaishi ili tupate salama mbele za Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, katika jambo vile vile ambalo yatakiwa kila mmoja wetu alichukue na alizingatie kwa haya ambayo tumetangulia kuyasema, fa'alaina an nuhasiba anfusana, lazima tuzihisabu nafsi zetu, wa nas'ala anfusana, na tuziulize nafsi zetu. Kila mmoja hapo ulipo jiulize ndugu yangu Muislamu, hal awfaina biuhudina, hivi je ni kwa kiwango gani ndani ya maisha yako umekuwa ni mtu mzuri wa kutekeleza ahadi unazozitoa? Na ujiulize ni kwa kiasi gani ndani ya maisha yako umekuwa ni mwenye kutekeleza amana za wengine. Hal a'tayna al-ummala huquqahum kamila. Jiulize ndugu yangu Muislamu, ikiwa wewe ni muajiri, wewe ni bosi unawafanyia kazi wako, je, ndani ya maisha yako umekuwa na uthubutu wa kuwapa haki zao kwa ukamilifu na bila ya mapungufu wale wafanyakazi wako? Jiulize jambo hili. Jiulize ndugu yangu Muislamu, je, umemdhulumu yeyote katika mali yake na haki yake? Jiulize ndugu yangu Muislamu. Hadithi hii ambayo leo tumeiangalia yatupasa tuondoke na maswali haya, alafu si kuondoka na maswali haya tu, tuhakikishe tunachukua hatua ikiwa ni tofauti na vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah tabaraka wa taala wanatutaka tuwe. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, alhuquqa, haki za wengine, la tasqutu bitaqadum, haki ya mtu haipotei hivi hivi. Haki ya mtu haipotei eti labda muda umeisha. Umemdhulumu mtu, miaka imeenda, yule mtu amekufa, wewe ukafa, eti ndo tayari haki ya mtu imepotea. Haki ya mtu haipotei ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu. Wa inma tuadda, haki ya mtu bila shaka na lazima italipwa. Haki yake yule uliyemdhulumu italipwa yaumal qiyama, siku ya kiyama mbele za Allah tabaraka wa taala, kama hukumlipa haki yake hapa duniani. Hilo lazima ulizingatie na ulifahamu katika maisha yako. Ukidhulumu haki ya mwingine, unyonge wake, upole wake, muda kwenda sana, umesahau, yamepita yaliyopita, haki yake haipotei. Kesho mbele za Allah tabaraka wa taala utailipa haki hiyo. Haki hiyo huyo mtu atakuja kuipata, lakini malipo ya haki hiyo haitakuwa tena kama ni shilingi 10,000, 5,000, 100,000, milioni 1, milioni 5, kiasi chochote cha hela. Siku ya kiyama hautaweza kumlipa mtu kiasi hicho. Ndio pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, man kana lahu madhlimatun au madhlamatun li akhihi, mtu yoyote ambaye ana kitu alichomdhulumu ndugu yake, falyatahallalhu alyawm, basi leo hii hivi sasa yuko hai, amekumbuka, anafahamu kwamba fulani ananidai kiasi fulani, nimemdhulumu, nimekula mali ya mtu fulani kwa dhulma. Mtume sallallahu anasema falyatahallalhu alyawm, ahakikishe leo hii analipa haki hiyo, anairejesha haki hiyo ya mwingine, kabla alla yakuna dirhaman wala dinar, kabla haijafika siku ya kiyama,
siku nzito kabisa, siku ambayo malipo ya yule anayekudai haki yake, malipo ya yule uliyemdhulumu haki yake, malipo ya yule uliyochukua haki yake bila ya kumrejeshea mpaka umekufa, siku hiyo malipo hayatakuwa pesa tena, hayatakuwa thamani ile ya duniani. Walakin hasanatun yu'ta sahibuha, lakini ni mema ndiyo yatakayochukuliwa na kupewa yule aliyedhulumiwa. Yani siku ya kiyama ukisimama mbele za Allah tabaraka wa taala, yule uliyemdhulumu duniani atakuja mbele yako, atashtaki mbele za Allah tabaraka wa taala, ewe Allah, fulani amenidhulumu changu, fulani amenidhulumu kadha na kadha na kadha. Kama ilikuwa 10,000 utaambiwa bwana fulani ingia mfukoni mpe 10,000 yake. La, hasanatun, ndio salama anasema mema yako yatachukuliwa wewe uliyedhulumu, alafu atapewa yu'ta li sahibiha, yule uliyemdhulumu atapewa mema yako. Siku ya kiyama watu watapata salama kutokana na mazito ya siku ile kwa mema yao walioenda nayo. Wewe mema yako yatachukuliwa na kupewa yule ambaye umemdhulumu. Ni hasara iliyoje! Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, lazima uzingatie hili na uchukue hatua, na hakikisha katika maisha yako kwamba wewe ndani ya maisha yako tubadir, unafanya haraka ila raddil madhalim, kurudisha vitu vya watu ulivyodhulumu, kurudisha haki za watu. Lakini vile vile ujiepushe na kudhulumu haki za wengine kabla an ya'tiya yawmun, kabla haijaja siku ya kiyama, siku ambayo la tanfa'u malun wala banun, mali yako, watoto wako, chochote kile hakitokunufaisha illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa kitakachokupa salama ni moyo mzuri, ni mazuri, ni mema ambayo umeenda nayo kesho mbele za Allah tabaraka wa taala. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atupe mwisho uliokuwa mwema. Namuomba Allah tabaraka wa taala atuepushe na dhulma baina yetu. Namuomba Allah tabaraka wa taala atujalie ni wenye kuyasikiliza yaliyokuwa mazuri na kuyafanyia kazi. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف من فضلك يا لطيف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين.